hakuna undugu wala urafiki kwenye biashara. Mmoja kati ya watu wangu wa karibu sana ambao nilikuwa naangalia kwa mbali najifunza kutoka kwao kwenye industry hii ninayofanya ni mwanamke. Alikuwa na kampuni yake fulani. Kwenye ile kampuni kipindi anaisajili alimweka baba mkwe kwa sababu alikuwa amekaa na mume wake na baba mkwe walikuwa wanakaa pamoja. Sasa wakati wa usajili taarifa za mtu wa pili aliyekuwa ameona sasa yuko chapo around ni baba mkwe na kiashumu ni kama baba yangu, kwa hiyo sina tabu wala shida kumweka kwenye kampuni yangu. Tukisogeza story mbele, baada ya miaka kadhaa kampuni ikaanza kuingiza pesa. Anasema aliweza kumnunulia baba mkwe wake range, wakawa wanasafiri first class kwenye ndege, wakaenda vacation, anampeleka sehemu yote, na kwenye mizunguko ya biashara mkwe wake sometimes alikuwa anamshirikisha kwenye what's happening and everything. Jina la baba mkwe wake likiwepo kwenye kampuni yake. Baada ya kwenda, yeye na mume wake wakagombana. Walivyogombana akataka kuachana na mume wake. Kilichotokea ni kwamba baba mkwe wake akamwambia, hii kampuni ni ya kwangu kwa sababu nataka kuondoka kwetu. So kwa sababu kampuni yako unasemaje ni kampuni yako, angalia kwenye details za kampuni, mimi ni mmoja kati ya wamiliki wa kampuni, kwa hii kampuni inabakia chini yangu. Hapo ndio unakuja kurealize kwamba hakuna undugu wala urafiki kwenye kampuni yako ama kwenye biashara yako. Hii inaweza ikatokea hata kwa marafiki zako. Tumetoka chuo wote, tutasajili kampuni wote. Au umeanza biashara peke yako, kuna mtu alikuwa ni kameramani wako, amekuja pale na kupiga picha na video, anatengeneza content, umetengeneza pesa, unataka kusajili kampuni yako, kama kumweka. Iko hivi, kwenye dokumenti zako za usajili wa kampuni yako, hupasi kumweka kila mtu. Awe rafiki, awe familia, awe nani, kwa sababu watu huwa hawajionyeshi mapema wao ni akina nani wakati wa mwanzo inaandikana usajili. Na kibaya ni kwamba mkishamweka dokumenti zake kama huyu ni mmoja kati ya wamiliki wa kampuni hii, anakuwa na mamlaka juu ya kampuni hiyo, hata kama ukimpa asilimia kadhaa. Kwa sababu mwisho wa siku, kwa mfano ukamtaka kumkaushia, akienda mahakamani akapata wakili mzuri ambaye anajua haya mambo, wewe utatakiwa kumlipa kwa miaka yote ambayo amekuwa kwenye kampuni yako, kwa sababu yupo tayari kwenye memorandum zako na dokumenti zako za usajili. So kija kwetu kufanya kazi na sisi, jambo la kwanza ambalo tunahakikisha tunalizingatia ni kukuelekeza nani na nani anafaa kukaa kwenye kampuni yako. Kwa sababu utakuja na hisia, lakini ukija kwetu tutakuelekeza huyu anafaa kukaa kwenye kampuni yako, huyu hafai kwa sababu hana sababu ya msingi ya kukaa kwenye kampuni yako. Kama unataka kusajili kampuni yako sasa hivi, comment neno usajili ama piga namba inayoonekana kwenye caption. Tutakufikia, tutakusaidia kusajili kampuni yako. Sio tu kusajili, tutakuelekeza nani na nani anafaa kuwa wapi na kwa nini na sababu gani. Wasiliana na sisi kukamilisha usajili wa kampuni yako. Usije ukajuta kama huyu ndugu yangu wa karibu.